Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake zilizotuwezesha kuiona siku hii muhimu katika historia ya bunge la 12. Kama ninavyofahamu, Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake zilizotuwezesha kuiona siku hii muhimu katika historia ya bunge la 12. Kama mnavyofahamu, tumekutana leo kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wa 19 ambao ulikuwa mahususi kwa ajili ya kupokea na kujadili bajeti ya serikali. Kipekee nitumie nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge wa Mbeya mjini, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Hakika umekuwa kiongozi shupavu na umeonyesha weledi mkubwa katika kuliongoza bunge hili la 12. Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wakati wote umekuwa na tija kubwa katika utendaji wa shughuli za serikali bungeni, na kushukuru sana kwa namna ulivyoendesha mijadala yote ya bajeti ya kisekta katika mkutano huu wa 19 pamoja na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Spika, vile nitumie nafasi hii kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, naibu spika, pamoja na Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Madaba, na Mheshimiwa Deodatus Philip Manyika, mbunge wa Njombe mjini, kwa nafasi zao za mwenyekiti wa bunge. Wakati wote mmekuwa mkinipa ushirikiano wa kutosha wakati nilipokuwa mkimsaidia Mheshimiwa Spika katika shughuli za kuendesha bunge hili tukufu. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kipindi chote cha utekelezaji wa shughuli za bunge la 12. Waheshimiwa wabunge, mmefanya kazi kubwa. Hakika mnastahili pongezi. Maoni, ushauri na michango yenu katika mkutano huu wa bajeti, licha ya kugusa maisha ya wananchi wote, imekuwa ikitoa mwelekeo wa sahihi katika mpango wa utendaji wa shughuli za serikali. Pia nawapongeza kwa kazi kubwa mlioifanya tarehe 24 Juni 2025 ya kupitisha kwa kura ya ndio bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2025/26 ya shilingi trilioni 56.49 kwa asilimia 98.7. Hakika ninyi ni wazalendo, mmevunja rekodi, mmeipenda nchi yenu na mnathamini kazi kubwa iliyofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Niendelee kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano, mshikamano mlionipa wakati wote nikiwa nikitekeleza jukumu langu la kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni. Sitawasahau na sitasahau upendo wenu kwangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia kila lenye heri katika jambo lenu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, waheshimiwa wabunge wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa miradi kwenye majimbo yenu kwa karibu mno. Kila mbunge aliwajibika katika kuhakikisha kuwa upatikanaji wa maendeleo ya haraka kwa lengo la kuinua ustawi wa jamii, ustawi wa wananchi wote umefanyika. Mheshimiwa Spika, samahani, asante sana. Poleni. Mheshimiwa Spika, kama Waswahili wasemavyo, kila mtenda wema atakumbukwa kwa wema. Niwaombe wananchi wote, endeleeni kuwaunga mkono wabunge wetu huko majimboni. Hakika waheshimiwa wabunge mmetenda mema kwa kuwakilisha mema majimbo yenu na mnastahili kukumbukwa kwa wema wenu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake uliotukuka. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu na kuwa nyepesi. Mheshimiwa Spika, sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa hulka yake na ustahimilivu wake umekuwa faraja kwetu sisi wasaidizi wake, watumishi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla.
Isitoshe, Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa nguzo wa kuimarisha mshikamano na umoja katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushirikiano wake alionipatia wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Busara zake na weledi wake umekuwa msaada na mfano wa kuigwa katika utendaji wa kazi serikalini. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ushirikiano mkubwa alionipa wakati wote. Kadhalika nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, ambaye amekuwa mwenyekiti mwenza katika kamati mbalimbali za kitaifa na kufanya kazi pamoja, yeye pamoja na ofisi yake Makamu wa Pili wa Rais kule Zanzibar, kwa ushirikiano wao wakati tukitekeleza majukumu yetu ya pamoja kama wenye viti wa kamati mbalimbali za kitaifa. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa ushirikiano mkubwa katika usimamizi na uratibu wa shughuli za serikali. Nikiri kwamba Mheshimiwa Biteko amekuwa msaada mkubwa kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya Waziri Mkuu kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, ninaomba sasa nitumie nafasi hii kuwapongeza Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, kwa kazi mzuri walioifanya. Pia ninawashukuru kwa kunisaidia kutekeleza majukumu yangu wanaposimamia dhamana ya Sera, Bunge na Uratibu katika Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kadhalika nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa pamoja na Mheshimiwa Petrobas Pasco Katambi, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa kunisaidia kusimamia dhamana ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Ushirikiano wao umekuwa chachu ya mafanikio katika shughuli za kila siku za Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mara nyingine nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia Wanaruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote nilipokuwa nikitekeleza majukumu ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo letu nikitumikia taifa, lakini Wanaruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote, na naomba kuwajulisha kuwa nakuja kuchukua fomu na kuomba ridhaa yenu. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu mpendwa Mary Majaliwa na watoto wangu kwa upendo na uvumilivu walioonyesha kwangu wakati wote, hata pale nilipokuwa napitia magumu. Mliendelea kunionyesha upendo wenu. Kwa hakika upendo na mshikamano wenu umekuwa ukinipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais, kukitumikia chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kuwatumikia Wanaruangwa pamoja na Watanzania wote. Asanteni sana na nawashukuru na watakia kila laheri. Salamu za pongezi. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wakati mkutano wa 19 wa Bunge ukiendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifanya teuzi mbalimbali. Teuzi hizo zilifanywa kwa lengo la kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na shughuli mbalimbali za serikali na mihimili mingine. Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Juni 2025 alimteua Mheshimiwa George Mchechu Masaju, aliyekuwa jaji wa Mahakama ya Rufani Tanzania, kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Masaju amechukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu, na kwa hakika amefanya kazi kubwa aliyoacha alama katika muhimili wa mahakama. Ninamtakia kila laheri Profesa Ibrahim Juma katika maisha yake ya ustaafu. Mheshimiwa Spika,
Ninatoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Jaji Masaju pamoja na viongozi wote wateule katika nafasi mbalimbali. Aidha, nitumie nafasi hii kuwatakia wateule wote kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao ambayo ni mapya na kuwakumbusha wajibu wao wa kutanguliza mbele maslahi ya taifa letu na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa katika mkutano wa Shirika la Afya Duniani Mei 2025 Geneva, Uswisi, pamoja na masuala mengine, ulifanyika uchaguzi wa kumpata mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Kwa mara nyingine, Tanzania iliendelea kung'ara kimataifa baada ya Profesa Mohamed Yakub Janabi, mshauri wa rais wa masuala ya tiba na mkurugenzi wa hospitali ya teule ya Muhimbili, kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya kuwashinda wagombea kutoka nchi za Ivory Coast, Guinea, Niger na Togo. Mheshimiwa Spika, ninaungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, pamoja na Watanzania wote kumpongeza sana Profesa Mohamed Janabi kwa ushindi huo. Nafasi hii imeipa Tanzania heshima kubwa, kwani imedhihirisha uwezo wa kuandaa viongozi wenye weledi ambao wanaweza kumudu ushindani kwa ngazi ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, wakati nikiendelea na mkutano huu wa 19 wa bunge lako tukufu, mnamo tarehe 7 Mei 2025 tuliondokewa na mwanasiasa mashuhuri na mkongwe Mheshimiwa Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Msuya aliwahi kulitumikia bunge hili akiwakilisha jimbo la Mwanga mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Spika, kadhalika Mheshimiwa Msuya amewahi kuhudumu serikalini katika nafasi mbalimbali. Kuanzia mwaka 1964 hadi 1972 alihudumu nafasi ya katibu mkuu katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Maji, Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango, pamoja na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, vile vile mwaka 1972 hadi mwaka 1994 alikuwa waziri wa fedha, waziri wa viwanda, waziri wa fedha tena, uchumi na mipango, waziri wa viwanda na biashara, lakini pia amewahi kuwa waziri mkuu kwa vipindi viwili tofauti, mwaka 1980 hadi 1983 na mwaka 1994 hadi 1995, ambapo alihudumu kama waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Mheshimiwa Spika, nami niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki, lakini natoa pole nyingi kwa wananchi wa Mwanga, wana CCM na Watanzania wote kwa ujumla. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa marehemu pumziko la amani. Amina. Mheshimiwa Spika, wapo Watanzania wenzetu waliokumbwa na majanga mbalimbali zikiwemo ajali za barabarani. Ninatoa pole kwa wananchi wote waliopoteza wapendwa wao katika ajali hizo. Vile vile natoa pole kwa majeruhi wote na naombea kwa Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka. Nitumie nafasi hii pia kutoa pole kwa waathirika wa majanga yote ambayo hatukuyataja hapa, lakini yametokea kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, wakati bunge la 12 likiendelea kuhitimisha shughuli zake, nimefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo kujibu maswali na hoja zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge, kujadili na kupitisha miswada ya sheria ya serikali, kujadili na kutoa maazimio mbalimbali, kujadili na kuridhia mikataba na itifaki za kikanda na kimataifa, pamoja na kupokea kauli za serikali kuhusu ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa 19, maswali ya msingi 724, maswali ya nyongeza 2699 na maswali matano ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na kupatiwa majibu ya serikali. Aidha, katika kipindi cha bunge la 12 nalohitimisha uhai wake, jumla ya maswali ya msingi 5259 na maswali ya nyongeza 18075 pamoja na jumla ya maswali 253 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na waheshimiwa wabunge na kupatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Spika, pia bunge lilijadili na kupitisha miswada 58 kwa hatua zake zote. Wakati huo bunge lako tukufu lilijadili na kupitisha maazimio 19 ya bunge ikiwemo ya pongezi 4, kuridhia mikataba ya itifaki 12 na masuala ya maliasili 3. Mheshimiwa Spika,
Sambamba na hayo, bunge lako tukufu lilipitisha maazimio 922 yanayotokana na taarifa za kamati za mwaka yanayohitaji kutekelezwa na serikali wakati wa uhai wake wa bunge. Lakini vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali tofauti yenye maslahi tofauti na mapana kwa taifa letu. Lengo hapa ni kuweka na uwazi katika utendaji wa uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kupitia wawakilishi wake hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, leo asubuhi tarehe 26 hii Juni, serikali imewasilisha mezani dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050, na dira hiyo itakuwa zana muhimu itakayotoa mwelekeo wa taifa kwa miaka 25 ijayo. Nitumie fursa hii niwaombe wabunge wenzangu, tunaporudi majimboni tukawe mabalozi wazuri kwa wananchi kueleza mazuri yaliyopo kwenye hiyo dira. Mheshimiwa Spika, nieleze utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka uliopita 2024-2025. Kipekee nataka niendelee kuwapongeza watendaji wote wa serikali kwa kutekeleza kamilifu mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mtakumbuka tarehe 12 Juni 2025, Waziri wa Mipango na Uwekezaji pamoja na Waziri wa Fedha walieleza bayana kwenye hotuba zao mafanikio yaliyopatikana, na kwa hakika utekelezaji wake umefanyika kwa ufanisi na kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, niendelee kutoa pongezi kwa mafanikio ya serikali ya 6. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alipoingia madarakani alibainisha falsafa ya kazi iendelee. Sote tu mashuhuda falsafa hiyo ameitekeleza kwa vitendo kwa kukamilisha miradi iliyokuwepo na kuibua mipya. Wenye macho wambitazama, mafanikio makubwa yamepatikana kwenye sekta mbalimbali, na siri ya mafanikio hayo ni uongozi thabiti wa Mheshimiwa rais wetu. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu nilieleza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali kwa upana na uwazi, ikiwemo sekta za afya, elimu, maji, kilimo, nishati, ujenzi wa miundombinu, umeme, michezo, uchukuzi. Lakini vile waheshimiwa mawaziri wakati wakiwasilisha bajeti zao walieleza kwa kina juu ya mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta zao. Sikusudii kuyarudia hapa. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tumeshuhudia waheshimiwa wabunge na wananchi kwa ujumla wakimpongeza Mheshimiwa rais kwa kazi mzuri aliyoifanya. Nami niungane nanyi kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti uliowezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa ambayo tunayo kwa sasa. Mheshimiwa Spika, chini ya falsafa ya 4R na umuhimu wake nchini, tumeona namna ambavyo rais wetu alipoingia madarakani alitambulisha falsafa ya 4R, yani reconciliation, maridhiano; resilience, ustahimilivu; reform, mabadiliko; na rebuilding, kujenga upya, ikiwa ndio dira ya kisera inayolenga kuijenga upya Tanzania yenye mshikamano, lakini pia nchi yenye haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi wake. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuendelea kumpongeza rais wetu kwa kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia ya uchumi. Maono yake katika kufikia azma ya kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine kiuchumi na kisiasa yamewezesha kupata mafanikio makubwa, yakiwemo haya yafuatayo: moja, kushiriki kamilifu katika mikutano, makongamano na majukwaa mbalimbali yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Mathalan, Tanzania ilishiriki kikamilifu katika mkutano wa wakuu wa nchi tajiri duniani za kundi la G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil, na mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP29. La pili, kuandaa na kuratibu mikutano, makongamano na majukwaa ya kimataifa, ikiwemo mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika kuhusu nishati, Africa Energy Summit 2025, na mkutano wa jukwaa la mfumo wa chakula Afrika, AGF, African Food System Summit 2023. Tatu, tumeratibu ziara za kimkakati za viongozi kitaifa nje ya nchi pamoja na kupokea viongozi wa kimataifa waliotembelea nchini kwetu. Ziara hizo zimefanikisha kufikiwa makubaliano kadhaa
na kusainiwa mikataba ya ushirikiano kwa ajili ya ufadhili wa miradi ya maendeleo katika sekta za kipaumbele. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba kati ya China, Zambia, Tanzania kwa lengo la kufufua reli ya Tazara ili kuboresha huduma za reli hiyo. 4. Mheshimiwa Rais wetu kupokea wenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC yenye jukumu la kusimamia masuala ya ulinzi na usalama. Chini ya wenyekiti wake pamoja na masuala mengine, tumeweza kusimamia uangalizi wa chaguzi kwenye nchi za Botswana, Mauritius, Msumbiji, vile vile Namibia. Na 5, tumeweza kuongeza ushawishi wa Tanzania katika medani za kimataifa uliowezesha kushika nafasi ya uongozi katika mashirika ya kikanda. Mathalan, Dr. Tuli Angelile Kapologwe aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini, pamoja na Profesa Mohamed Yakub Janabi kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Haya yote ni sehemu ya mafanikio makubwa ambayo tumeyafikia. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie tuzo za kimataifa ambazo zinatambua mchango wa nchi yetu na rais wetu katika utendaji kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kama nilivyoeleza hapo awali, yako mafanikio mbalimbali yamepatikana katika serikali ya 6. Hii ni kutokana na maono na uongozi thabiti wa rais wetu. Taasisi mbalimbali za kimataifa na kitaifa zimeona kutambua mchango wa rais wetu na kutoa tuzo zikiwemo hizi zifuatazo. Kuna zile tuzo za kimataifa. Ya kwanza kwenye sekta ya afya, tarehe 4 Februari 2025, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea tuzo Global Gates Goalkeepers. Tuzo hii inatambua uongozi na mchango wake katika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama na mtoto hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais ndiye kiongozi wa kwanza kupokea tuzo hiyo barani Afrika, jambo lilochochea kwa uongozi wake mahiri na kufanya mataifa makubwa duniani yatambue mchango wake. 2, kwenye sekta ya miundombinu, siku ya tarehe 25 Mei 2022, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo ya Babaka Ndiaye kwa mwaka 2022 kuonesha kwamba dunia inatambua jitihada anazozifanya katika ujenzi wa miundombinu bora hapa nchini. Tuzo ya Babaka Ndiaye hutolewa kwa watu mashuhuri duniani walioonesha dhamira ya kuendeleza sekta ya miundombinu ya usafiri kwenye nchi zao. 3, kwenye sekta ya sanaa, tarehe 19 Novemba 2022, Mheshimiwa Rais alikabidhiwa tuzo ya uongozi kimageuzi African Leaders Award 2022 kutoka taasisi ya Afrima ya nchini Dallas, Marekani, kwa kutambua mchango wake katika sanaa nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitumia siku 8 nje ya ofisi kuandaa filamu ya Tanzania The Royal Tour ambayo alikuwa anaongoza watalii akionyesha dunia uzuri wa Tanzania. Vile vile katika kipindi kifupi cha uongozi wake alifanya mageuzi makubwa katika sekta ya sanaa, ikiwemo kurejesha tuzo za muziki na kuboresha mifumo ya mirabaha ili kuwainua wasanii hapa nchini. 4, kwenye sekta ya utalii, siku tarehe 10 Septemba 2022, Mheshimiwa Rais alipewa tuzo ya heshima ya Pine African Award 2022 jijini Lagos, Nigeria, akitambuliwa kuwa kiongozi bora mwajibikaji katika kuendeleza sekta ya utalii barani Afrika. 5, siku ya tarehe 11 Disemba 2022, taasisi ya International Iconic ya India, nchi ambayo ni maarufu katika soko la kimataifa la filamu duniani, lilimtunuku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa tuzo ya mwongoza wa watalii bora. Tuzo hiyo ilitolewa na kutambua na kuthamini mchango wake na kuwa mhusika mkuu kwenye filamu The Royal Tour. Filamu hiyo ilitangaza vivutio vya utalii vya Tanzania, hivyo kuchochea ongezeko la idadi ya watalii hapa nchini na ongezeko la mapato ya sekta hiyo hapa nchini.